Halo baba. Naam. Kwa njiani narudi sasa. Mbona muda mrefu sana nimekutuma hujarudi vipi? Nakwambia nipo njiani narudi. Oya tulia boya. Tulia, nakwambia tulie mjinga Bora tumia simu kubwa afu mjinga leo tunatumia vidogoli tu. Na ukicheketua na kutoka utumbo. Na ukizingua na kukata kolomelo boya. Lete simu hiyo. Afu wako ugeuke nyuma, tembea huko. Sema nataka migula bata timu ya Yanga naipenda. Kweli nataka migula bata timu ya Yanga naipenda. Kweli maisha matamu tamu. Ukichezea simu utakondra. Asema maisha matamu jama. Osh! Lazima utumie jombo. Lazima utumie simu kubwa. Watakoma mpango huu, yani watakoma. Asema nataka migula bata timu ya Yanga naipenda. Kweli nataka migula bata timu ya Yanga naipenda. Kweli osh! Ora! Ula la 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 nataka migula bata timu ya Yanga naipenda. Kweli nataka migula bata timu ya Yanga naipenda. Kweli maisha matamu tamu. Ukileta ujinga takuzingua. Ai! Wewe! Chuma ili hapa ili. Wajinga wanachukua mimi nachukua. Siku hizi kunisusa. Hata kunipigia simu basi. Sina salio ujue hivyo. Basi nitumie hata SMS. Hata sina salio SMS hiyo inatoka wapi? Basi hata shoga yako kumwazima simu na we? Sina shoga. Una shoga vipi na we, mbona unifanyia hivyo? Sina shoga, kama unajua hivyo usitumie salio. Haya, basi achana nayo, wajua mwenzako nimekuumia. Haya, kunsahau nini? Au kunsahau kichochoro cha kupitia? Hakusahau wala hakupotea njia, isipokuwa wewe ndo ulimsahau huyu nyumbani pangu. Umenifahamu? Kwa hiyo leo nimemleta pake hapa. Halo?
Halo. Nakwambia hivi. Ukija uje na chombo chako. Alafu uje asubuhi mapema. Kwa sababu moja ukija mida saa 5 hupati kitu. Nakwambia mawasiliano siku hizi mabovu sana. Hasa jua likiwa kali. Na huyo mpaka kuja kuchukua kitoyo nani? Tasinjui nani Nahoza. Unjui? Kuna jamaa mmoja tu kanipigia hapa ananiambia nataka dagaa. Ndio hapa namwambia aje asubuhi lakini hatujafikia na mwafaka. Sasa kabla ya kumwambia aje asubuhi. Tukijaliwa kesho hatuna safari ya pwani. Aka? Kesho pwani tuihairisha. Wapi tena? Kesho tukijaliwa nataka univalie modo nzuri. Univalie nguo yenye doa moja tu mgongoni. Nataka tutoke na nani babuyo machafuko. Wewe wapi? Twende ile sehemu yetu. Ile kijambo kitayari, mambo ya shaiva, bado kuliwa tu. Kwenye ndoa. Si kwenye ndoa. Tunataka kwenda anza kuomba Mungu. Na maanisha kwenda anza posa. Baba. Shoo. Vipi? Baba uko fresh. Yaani wanipeleka mpaka mimi. Mdinki huyo. Kunifahamu sijui. Shakufahamu. Vizuri. Vizuri. Lakini Nahoza kuna maswali mawili nataka nikuulize. Uliza, tama 3 tamane. Kwanza njomba kushajipanga? Nani? Na mahari. Hiyo ni kazi yangu mie. Haya, hilo ni la kwanza. La pili. Ushajipanga na elimu ya ndoa? Ushasoma? Elimu ya ndoa? Hapa ndio wenyewe hasa. Hao alopata hiyo elimu kujichukua hapa pangu. Hivyo? Naam. Mahari ya siku hizi yameongezeka. Haya, kuna yapi mageni ndio kwa sasa hivi vijana hawaoi. Mara utasikia kitanda 46 kwa 6 na godoro lake, kabati milango 3 na kabati la vyombo na droseke ni dressing na waweza kwambia ulete furniture nzima ya nyumba. Haya kichachuli si tatizo. Lakini hapa kwenye hii furniture nataka unifafanulie nipate nikufahamu. Maana mie furniture sijui. Furniture ni vile vyombo ambavyo nini kama kwa mfano nini ukienda kule kwa Alihamad yule nini ile ukienda pale ukumbini pana makochi vimeza. Ndio furniture hiyo. Basi elimu yuko hapo bado cha wazee waweza ambiwa 500,000. Sitaki useme kitu kwa hili. Nataka ukae kimya. Nimekuletea mwenzio. Na sitaki nimuone nyumbani. Anapokuja nyumbani aje kwa ugonjwa ama kujifungua au aje na talaka. Tumefahamiana hivyo? Na kutafuta muda mwingi sana uende kanipelekee simu yangu kwa fundi. Mbona mimi uwepo tu hapa? Simu yangu hii naona imezimika tu, sielewi tatizo ni nini. Hii baba hii itakuwa tatizo lake, itakuwa betri jopi nani vidogoli kama hivi. Inakuwa tatizo betri tu hii. Sasa kama betri, kama tatizo betri, tatizo nini? Ipeleke kwa fundi, atajua yeye fundi. Sasa baba wewe sio fundi. Sikiliza. Sasa hivi sema za kutumia vidogoli kama hivi ishaisha, tumia jombo ili hapa. Nakutakieni kila laheri katika ndoa yenu. Kwaherini.
Salamu alaykum. Nikuwe kwa nini bwana? Alafu nalala kama mwanamke. Mjamzito wewe. Unalala nini? Hebu naomba radhi. Mchana wote huu. Ni umbarazi kwanza. Radhi ya nini? Kwa kitu gani? Kwanza chana nayo yote. Mimi hapa nina furaha. Ama kweli mwenye kusubiri Mungu yuko pamoja naye. Hiyo kweli. Hiyo kweli baba. Umeamini eh? Hebu mpa. Nikupe nini? Yaani hapa nimekuletea taarifa nzuri ambazo ninazo zimekaa hapa moyoni. Nikasema wewe lazima nimfikishie mwanangu. Wacha. Ndugu gani tena? Ile binti yule. Ile binti anonihangaisha takriban miezi si mingapi si miaka. Wanzunguzana ni. Ayo mahari ya siku hizi basi mtu atakafungua hizo furniture usemazo ndani ya nyumba ye. Sikufungua furniture vo. Haya. Kila muda na ulivyoona wakati wake. Kivipi? Zamani ilikuwa mahari. Wazee wetu walikuwa wakioa pengine 30,000. Pengine waweza ambiwa soma alhamdu. Pengine swala, msahafu. Babu yule nikiweka ananiambia kana kwa shilingi 20. Ama kambahatika hasa. Ndio nikakwambia kushajipanga. Shajipanga? Kama mambo yenda kwa wakati, itabidi na mimi nende nayo kwa sababu wakati huu ndo huu na ngoma ipigwavyo ndivyo ichezwavyo. Ndio hivyo. Lakini huku ni kufunga kibwebwe nkia. Hayo yote nakwambia hivi kutokana na hali ilivyo sasa hivi. Maana zamani mahari ilikuwa anataja yule ambaye anaolewa. Lakini sasa hivi mahari hata aweza kataja dada, banku, mama, tashoga hizo kaingia hapo. Hizi simu zenu nitazeza wapi mimi hizi za kuteleza teleza hizo kuwasapika sijui nini mambo hayo mimi nitaweza. Mimi nataka simu ya kupiga na kupigiwa. Sasa mambo ya simu haya mimi nitayaweza wapi haya? Baba, yani humu unapiga, humu unapigiwa, humu unasoma magazeti, unaingia Twitter, Instagram, yani mambo yote humu unapata. Hata ukitaka watoto wazuri wapo. Eblet. Wapi tena baba hiyo? Nenda msikitini. Mimi mwenyewe natia uzu na kuja huko tuna swali yote. Baba. Kaja mwenyewe huyo. Wewe mimi nilikwambia. Unaniambia nini? Nilikwambia kile kifaa kitakuja. Mpembae, usianze sifa zako. Uliniambia kitu gani? Uliniambia sasa kitu gani? Wewe nilikwambia ile kifaa kitakuja. Uliniambia vipi juhudi zangu mimi? Juhudizo. Eko yao na juhudi gani? Tulia baba. Tulia ngwambie juhudi nilofanya mimi. Haya nipe hiyo juhudi hiyo. Tulia. Kama moja. Shatulia. Mimi kuna siku niko natafuta ndege. Na manati yangu. Ushafahamu? Sasa kuna siku ndo napita yule mtoto yuko na nani na ubaya. Ubaya nini ndio mimi? Ubaya wewe ubaya. Anafanya ule ubaya wake. Anataka kumbaka yule binti. Nikapiga jicho. Ndio. Sasa nimsiuzie nini? Nikapiga jicho naona labda wanaongea kitu gani? Kuja nafika sijui nikawavuka kidogo. Mbele kidogo nasikia ile nikasema kashabakwa. Nikarudi. Ile kurudi nikaenda kumsaidia yule binti. Ile mimi nimemsaidia tu. Tutakaona mwanamke si ndio huyo. Kwa hiyo ulikuwa sitaki. Hicho ndo chanzo sio wewe. Wewe ndo ulikuwa unaniharibia. Mjomba, unajua yote haya yanakuja kwa sababu gani? Sijui. Elimu ya ndoa haipo sasa hivi. Watu wengi hawana elimu ya ndoa. Na ndio maana mpaka dada sasa hivi anaingia kwenye kutaja mahari. Mkweli hasa. Haya wewe kichachuli maneno haya matamu wewe kuyapata wapi? Haushasahau. Ulipo ukinifukuza na mikojo ya kanga hapo. Unaniambia twende darasa. Kwa hiyo wewe atakasema kwamba ulikuwa steering siku hii, Mimi hata sijui nguvu zimetoka wapi. Tikita vizuri kwa makini, sikini na mimi sasa. Hapo cha msingi na sekondari ubadilike.
Sio siku zote wava vijora siku zote usivae vijora hivi. Alafu wewe. Haya matusi yako. Mimi navaa kijora. Si matusi nakwambia ukweli. Ina maana mimi kukwambia ukweli. Mimi napenda wewe ufanikiwe, sipendi wewe uharibikiwe. Hebu niangalie mimi nipo smart, Niangalia. Kidogo mtoto anakuona kama hivi kidogo smart, upo software, Anapata moyo na yeye. Soft free, hiyo. Ubadilike, mjinga faki ubadilike. Yule mtoto anakuambia ukibadilika hanganduki ngo. Lakini siku zote kuna na vijora. Umenifahamu? Halafu sasa tazina kuna kikubwa. Hicho sio kasahau. Kama yule mtoto anataka ufanye haraka, tutafuta watu wazima twende tukayajenge. Mimi nitakuwa mbele katika wale washenga wako wale wa namba moja wale. Nitakuwa mbele. Sitaki uende wewe utaharibu. Bora ndio watu wazima, watu. Mimi nitakuwa nyuma nzungumzaji si mie. Basi sikiliza. Mimi ndio nimekufahamu. Na lela nguo nitalifanyia kazi. Maana sasa nataka niwe sharo, bonge la sharo. Ushafahamu? Sema tu hapa sijajua. Twende kibanda maiti ama kwereku kutafuta nguo? Hakuna kibanda maiti wala kibanda kuroa. Chancing na sekondari darajani ndiko kunako vipamba vikali, vidude, vimodas. Lazima ubadilike. Darajani. Oyong. Basi. Niko nenda huku. Yule. Lakini Mungu afanye pesa yao yule. Maana aoneshania kwamba yule mtu anataka. Lakini wewe ukiona na kububuzi kuna hiyo na faida Sasa wewe soma ili utakapofanikiwa wewe utusomeshe na sisi wenzio. Kwa sababu kutangulia sikufika, nie japo ninakuzidi. Lakini na wewe kushanizidi. Maana ulionipa leo mimi sijazani kama waweza yatoa kupitia kichwa hicho. Haya, lakini kichachuli. Mimi kidogo nataka unifunue jichwa kwenye hii elimu ya ndoa. Bado halijanitwanga hasa kwenye huntonga. Wajua njomba, nimekwambia mingi, lakini wajua kama hii ndoa ni ibada? Ni kweli. Na ibada yoyote kama una elimu nayo, unaifanya bila malengo, bila kuijua, Mwenyezi Mungu haitizami. Sasa ndio maana tukaambia tusome. Wewe. Wewe wanakubaya. Alokunishitua. Nafikiri sijaitwa nani? Wanakubi. Sasa mbaya mimi nafanya nini? Tulia. Mimi nafanya nini? Oya, mwambie yule mbea mwenzako au vipi bwana? Mwambie ama zake ama zangu. Na nikimkamata michezo aloniletea, yani mimi ninamuumiza. Apata na mimi mbaya. Yani wewe na yule wote sawa tu. Afungaliza zako ndio hiyo nishamaliza. Peleka salamu. Inafanya nini kisirani yule? Rika kuniua mwenyewe. Inafanya
Za asubuhi. Za asubuhi. Za asubuhi. Nishakusikia, sikiziwi mie. Salama. Mume wangu leo nimekuandalia chakula kizuri kile unachokipenda sana. Nimekuandalia maboflo na yai na chai. Karibu kula. Sijisikii njaa. Nimeshiba. Kama kidume. Engepiga no nyiga faki. Mkubwa msiwe. Shaja ndio nemi Amba ndio nemi kwa sababu gani? Tuna mambo kinyiga tu ubaya kwa baba na babuye. Amba nipiga mimi bila sababu. Mimi namfanya kitu gani mimi? Ubaya mambo kinyiga huko. Maguo. Nikisema kwamba ninakutoa hapa basi upili mpaka kwa wazee wako, kwamba itakuwa tayari kushajifunza, akili yako yote ishatindima. Leo akupayuka tu direct moja kwa moja kwamba mimi unaita mimi Maguo. Ndio mafunzo ndio watu nyumbani haya, si ndio? Lakini kumbuka kipindi kile unanipeleka nyumbani, hujawahi kuniletea huduma hata siku moja. Mpaka wazazi wangu wananirejesha hapa kwako na kuandalia chakula kizuri kwa mapenzi yote kama mke na kuhudumia huduma zote. Hutaki hata moja. Mpaka hicho chakula changu pia hutaki. Unadhani una mke na mume kweli? Si bora nikuite tu ile Maguo? Ninavyojitahidi vyote kumuonesha upendo wote, bado tu hataki kunisamehe. Makosa kweli, nimefanya makosa, lakini pia nastahili kusamehewa. Lakini ananiadhibu kiasi chote hichi, ananisutia mpaka kula. Jamani, Mungu msaidie. Natamani ndoa yangu irudi kama mwanzo. Sijui hata nifanye nini ili ndoa yangu irudi kama mwanzo. Hapa nasikia. Bibi zangu. Hakuna bibi pia mpele mendi hapa. Umechanganyikiwa? Mbona ningechanganyikiwa? Wewe si urafikio huyu ukichaka ule na tushampewa huyu ubaya. Kanzidi ujinga na uhabisi. Kanita pale kama mbona nipiga changuro. Changuro? Hivyo unashafahamu changuro si changuro ndio gani? Vipi ndugu yangu wewe? Jiangalie umri wako ulikuwa unao. Na yeye muangalie jinsi alivyo. Na mimi naangalia jinsi nilivyo. Yaani mwanamume mzima nakushtakia mashtaka ya kijinga kwa mwanamume mwenzako. Si ya kijinga, la sikushtaki kwa sababu mimi si mkweli. Mimi nitakuja mpiga biula nimvunje. Nimpakaramwe vijino vyote. Mimi nakuja kuambia wewe kwa sababu ukampeleka hizi salamu. Kama kashanzi changware, mimi nakuja kuiamuya ngware. Mimi hapa na mama yangu naweza kuna mwika huyo ngongo hapa. Asionekana hataki mvua. Ah, nimekuelewa. Na hiyo siku atakayompiga, yule ndio malalamiko kama volita leo. Nenda imeshafika hiyo. Mimi nataka umwambie. Nenda bwana mkubwa imeisha hiyo. Tena umwambie nakwambia. Wao nitakuja muadhibu yule. Mimi naondoka lakini mwanzo nitakuja muadhibu. Kwani ndo kitaki chakula changu?
Si bora ningejijua tu kama mjane, ningekwepo nyumbani. Nambie yakini nisijizuzue na kutabika. Nambie yakini nisijizuzue na kutabika. Pendo kama lako lina mashaka, hata hayawani hutabika. Pendo kama lako lina mashaka, hata hayawani hutabika. Wogopa nini kutamka? Wogopa nini kutamka? Tokea zamani umeshazoea kunibabaisha. Tokea zamani umeshazoea kunibabaisha. Na mimi siwezi kutabika, hata moyo wangu umeshachoka. Na mimi siwezi kutabika, hata moyo wangu umeshachoka. Na kuomba nawe pumzika, na kuomba nawe pumzika. Unalolitaka bora liwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Sheikh Omari au Omar Kai. Kwa jina naitwa Hamir Ali Muhammad. Kwa jina la sanaa naitwa Maguo aka Mapana 60. Ile jina langu la sanaa natumia kama Hamkoro Mpemba. Ndugu watazamaji na wale wote wanaotufuatilia katika channel yetu pendwa ambayo inajulikana kwa Gcom Production. Kuna muda mwingi sana hatujaposti tamthilia yetu hii ya Ungwana. Hivyo basi, wadau, msikatike tamaa. Ungwana inaendelea na itaendelea na mambo mazuri yanakuja. Kwa kila Jumamosi Ungwana itaruka. Hatujaishia hapo. Kwa kila Jumanne tutarushia kibonzo ambacho kitakuwa na comedy, kitakuwa na ujumbe ndani yake. Lakini usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili upate kupata taarifa zetu nyingi sana. Mambo yanakuja. Kwa nini ujipe tabu? Gcom Production ni mwisho wa matatizo.